Karibu katika sehemu ya 3 ya likapu yetu nzuri. Likapu inayohusu maisha ya mwamba Mintiang, kijana ambaye alifiwa na baba yake na mama yake mzazi akamtoroka na kumwachia wadogo wawili ambao hao akapata jukumu la kuwalea. Lakini anapata scholarship ya kwenda kusoma katika chuo ambacho ni wakina dada tupu. Maisha yake yanakuwa magumu katika chuo hicho. Sasa mwamba je, anafanikiwa kutoboa ndani ya chuo hicho? Tuliweza kuona balaa zito ambalo liweza kutokea katika episode zilizopita, na kama bado hujatazama sehemu ya kwanza na ya pili, angalia upande wa kulia wa juu wa screen yako. Kuna hicho pop-up kinachojitokeza sasa hivi. Utakapokigusa kitakupeleka kwenda kutazama episodi za nyuma. Asante sana na karibu sana katika likapu yetu sehemu ya 3. Fang, mwanafunzi mgeni kutokea chuo cha jirani, aliyekuwa ameitwa na rais wa chuo hichi kisiri ili aweze kupigana na Fang Yu, alikuwa yuko tayari kabisa kwa ajili ya mapambano. Lakini Xiaomi akasema kwamba pambano kati yake na Fang Yu halikuandaliwa, hivyo basi hapaswi kabisa kubakia katika eneo hili. Lakini mwamba akajigamba sana na kusema kwamba yupo tayari kwa ajili ya mapambano na mtu yoyote ambaye yupo ndani ya uwanja huu, kama vipi apigane na Xiaomi. Basi bidada hakuwa na namna yote, akanyanyua mkono juu akisema kwamba niko tayari kupigana. Hasa sana alikuwa yuko jirani kabisa na eneo hilo, akauliza nini kinachoendelea. Ikabidi bidada kumuelezea na kumwambia kwamba hapa katika uwanja mtu yoyote yuko tayari kupigana, na kama unahitaji kupigana basi unyanyua mkono wako juu na unapigana na yote ile katika uwanja. Yaani mapigano ni kama burudani, lakini pia ni kama furaha yetu hivi. Dakika chache mbele wakaonekana marefari wakiruka kutoka juu, na hiyo ni ishara ya kwamba maamuzi ya mchezo yako tayari kuanza. Sikapigwa ngumi kisawasawa kati ya Xiaomi pamoja na mwamba Fang. Dakika 2 mbele mwamba akawa amemchakaza vibaya sana Xiaomi mpaka akajikuta ametoka nje ya ulingo. Baada ya sana kutazama mashindano yale, moja kwa moja akakimbilia katika ofisi ya Mr. Wang. Hapa Mr. Wang alipomwona akaamini kwamba huenda mwamba amekuja ili kuweza kuhama chuo, lakini alifurahi sana kusikia kuwa jamaa anataka kushiriki katika mpambano, yani mwamba akafurahi. Basi ikabidi kuanza kumpa taratibu nzima za namna gani anaweza kushiriki katika mashindano. Sheria ya kwanza, kila mwanafunzi mgeni anaingia katika chuo hiki na kutamani mapigano, basi anashindanishwa na mshindi wa kwanza kabisa wa chuo, ambapo mashindano haya yanaripotiwa na vyombo vya habari yakiwa chini ya waangalizi wengi pamoja na mashabiki. Endapo ukaibuka kuwa mshindi, basi unatangazwa kuwa mshindi mpya katika chuo, na kila mgeni atakayekuwa akiingia katika chuo basi wewe utakuwa unapiganishwa naye ili kujua uwezo wako. Sana hakutaka hata mwalimu amalizie maelekezo, akasema mwalimu, nitashiriki mchezo huo. Basi mwalimu akamwambia kuwa sijamaliza maongezi, ila kumbuka kwamba kuna wanafunzi miaka 2 iliyopita waliweza kupata ulemavu wa kudumu kwa sababu ya kushiriki mashindano hayo. Sini na hama na kutonesha mrembo Fang Yu ambaye alikuwa akitembea na baiskeli njiani, baiskeli mpya kabisa ambayo amemnunulia Mintiang, lakini akiwa anawaza ni kwa namna gani ataenda kumkabidhi mwamba, kwani hana mazoea naye karibu sana kiasi hicho. Lakini wakati anaendelea kufikiria, ghafla tu akaweza kushuhudia mdoli mmoja mkubwa sana uliokuwa ukiyumbayumba katika maeneo fulani hivi huku watoto wakiuchezea. Ghafla ule mdoli ukawa umeanguka chini, ikabidi kwenda haraka sana kwenda kusaidia. Lakini alipokuwa akiutazama mdoli huu akakumbuka mbali sana, kwani kipindi alichokuwa mdogo kuna anko mmoja alikuwa anafahamika kama Uncle G, alipendaga kumpa midoli zawadi inayofanania na mdoli huu. Akaanza kuongea nao mdoli huu, asijue kuwa ndani ya mdoli huu yuko mwamba Mintiang. Kumbe mwamba baada ya kufukuzwa kazi kule katika ofisi ya kwanza, akaja kutafuta kazi katika mgawa mwingine na akapewa kazi ya kuwachekesha watu pindi wanapokuja kununua vyakula katika eneo hili. Hivyo akawa anavaa hichi kinyago wakati wote na kuendelea kuwafurahisha watu angalau waweze kupata pesa chakula kumudu kulisha familia yake. Kitu kilichomshangaza Mintiang ni kuona kuwa kumbe Fang Yu ni mkalimu kiasi hichi. Alizania kuwa ni msichana mkatili na asiyekuwa na roho nzuri hata kidogo. Lakini bidada akiwa anapata chakula chake aliendelea kufurahi huku akitazama mdoli ule, kwani aliendelea kukumbuka mbali kuwa Uncle G alikuwa akimpa zawadi ya midoli midogo inayofanania na mdoli huu. Xiaomi aliporudi nyumbani alikuwa na mood nzuri hata kidogo. Alifika katika duka la babake ambapo anauza vifaa vya boxing. Akamwambia baba, nimepigwa vibaya mno siku ya leo. Baba akampa pole, lakini dakika hizo akaonekana mwamba Fang aliweza kumtembezea kichapo kule shuleni na kumwambia kuwa nina mpambano na wewe siku za hivi karibuni, kwa natarajia kupambana na wewe tena. Bidada akakasirika sana kuyasikia hayo, lakini baba mtu akampatia mwamba mkono na kumwambia kuwa una mkono mgumu sana na joto la mwili limepanda, vipi kama ukamwona daktari? Kitu ambacho alikuwa ameongea tu kama kumnafikia ama kumfariji mwanae kwamba aliweza kumpiga huyu mwamba, lakini alikuwa anamfariji tu. Bidada alikuwa amechezea zaidi. Mbele yake akatazama na kumuona bibie Fang Yu. Hapa ikibidi kumfuata akiwa yuko na baiskeli. Bibie akamweleza kuwa nimenunua baiskeli, lakini najifikiria ni kwa namna gani naweza nikampelekea mwamba Mintiang na namna gani ambavyo naweza nikamkabidhi, sijui nitafanyaje. Xiaomi akamshangaa sana Fang Yu na kumwambia kwamba umebadilika sana, inaonekana ndani yako kuna upendo, ushampenda mtu wewe.
Alikuwa akifanya kama masiala, kitu ambacho wakaishia kucheka tu na kuanza kujiuliza wanafanyaje kumpelekea Mintiang zawadi hii ya baiskeli. Sasa huyu dada anayefahamika kama Jiami anayetokea katika chuo cha Mintiang huko bana, alijikuta tu hawezi kuvumilia. Mwisho wa siku akawa amemfuata Mwamba na kwenda kumweleza ukweli kwamba anampenda sana na hawezi kuishi bila yeye. Sasa wakati huo anaendelea kuyazungumza hayo, mbele yao wakajitokeza hao wawili ambao walikuja kuleta baiskeli ambayo ilikuwa ni kama zawadi. Walipoona kabidi kwenda kuwakaribisha na kuingiza ndani. Lakini wakati wa maongezi Jiami alionyesha ishara ambayo ukiangalia kwa haraka ilikuwa inaashiria kwamba ana mahusiano na Mwamba Mintiang. Kitu ambacho Jiang Yu alipoona alijisikia wivu sana, ni kama naye alianza kumpenda Mintiang. Ghafla akajitokeza wadogo wawili wa Mintiang. Hapa wakawa wamefurahi sana kumwona Fang Yu, kwani ni mashabiki wakubwa sana wa michezo ya boxing ambayo bibia anaifanya. Ikabidi kumpongeza na kumsifu sana bibia na kusema kuwa huwa wanamfuatilia sana katika TV. Dakika mbili mbele wakaingiza ndani, na huku watoto wazuri hawa wakaenda kupelekea chai na juisi. Wageni wote waliweza kufika, kitu ambacho kikamsababisha Fang Yu kujisikia amani sana na furaha kuwepo ndani ya mjumba huu. Wakati huo wote Fang Yu akagundua kwamba ni kwa nini Mintiang huwa hapendi kupeleka wageni nyumbani. Kumbe ana nyumba ndogo na ameweka kila kitu hapo ndani. Sasa baadaye huyu mtoto akaanza kumueleza Fang Yu na kumwambia kwamba mimi ni shabiki yako na kupenda sana na kufuatilia kila siku katika TV. Haya maneno mazuri aliyokuwa akiambiwa Fang Yu, Gamia aliposikia kwamba Fang Yu huwa anasifiwa zaidi, kabidi naye kuingilia kati, kwani huwa anampenda sana Mintiang. Akaanza kusema, na mimi ni mtu maarufu sana, huwa anaonekana katika TV, ni mchezaji maarufu zaidi wa mchezo wa taekwondo, tofauti kidogo na boxing. Lakini bado mtoto huyu hakuoneshwa mapenzi yake kwenye taekwondo, bali alikuwa akipenda sana mchezo wa boxing ambao anaucheza Fang Yu. So unajua tena watoto wadogo ni malaika, ikabidi kuzungumza ukweli. Mbona mimi sijawahi kukuona kwenye TV wewe hapo ukicheza mchezo wote, iwe taekwondo wala boxing? Labda unaonekana kwenye TV za kibongo. Bidada aliona aibu sana. Mwisho wa siku ikabidi kuingia kucheza mchezo wa karata, kwani hapa wakaona kuwa atayakoroga. Ni aibu tupu kwa sababu bibi hajawahi kuonekana kwenye TV hata siku moja. Wakaendelea kucheza mchezo wa karata. Wakati huo mtoto akaendelea kuuliza maswali tofauti. Je, wanapata wapi ujasiri wa kuweza kupigana katika namna ile? Basi bidada akaendelea kujibu na kusema kwamba tunapata ujasiri kwa sababu tunasoma kwenye chuo ambacho kinatufundisha ujasiri. Mwisho wa siku bana, wakati mchezo unaendelea akaonekana Mende akiwa anapita. Wote walipomuona wakachanganyikiwa na kukimbia kila mtu kivyake. Mwisho wa siku bana, bidada Fang Yu akaenda mpaka kifuani kwa Mwamba Mintiang akaweza kumkumbatia akiwa na hofu sana. Wakati huo matukio haya yanaendelea, watoto walikuwa wakicheka sana, kwani waliwashangaa kuwa wanaogopa Mende, kitu ambacho wao wamekizoea kabisa ndani ya nyumba yao. Sasa bibi alipomuona amembeba Fang Yu akamwambia mshushe chini haraka sana. Kumbuka kwamba ana wivu sana anapogundua kwamba Fang Yu ana ujirani na Mintiang, kitu ambacho kikawa kinamuumiza kweli. Bidada akaanza kumgombeza Mwamba na kumwambia, "Kwa nini ulinikumbatia?" Basi Mwamba akasema, "Wewe ndio ulikuja mwilini mwangu ukawa umejipendekeza kifuani. Mimi nikawa nimekushikilia kwa sababu tulikuwa tunamtafuta Mende." Okay, kumbe basi ikawa ni jambo la kuchekesha kweli. Watoto wanapoyasikia hayo wakawa wanafurahi sana. Mwisho wa siku wakawa wamefika muda wa kuondoka. Hasa bibie akaanza kumwambia Mwamba Mintiang kwamba nimekutafutia baiskeli kwa sababu baiskeli yako iliweza kuharibiwa. Lakini jamaa akasema kwamba ni baiskeli ya gharama sana hiyo, mimi siwezi kuimudu kulipa gharama hizo. Lakini bidada akamwambia kuwa nimekupa bure kabisa. Jamaa akashukuru sana, lakini akamuuliza swali jingine, kwa nini ukataka kugombana na mimi katika eneo lile la chuo? Lakini akamjibu Fang Yu kwa kumwambia kwamba si wewe tu ambaye siwezi kupigana naye, bali siwezi nikapigana na mwanafunzi yoyote yule katika chuo hata mitaani. Kitu ambacho kikamshangaza sana bidada. Ikafika muda wa kuondoka, ikabidi wote waweze kuondoka. Lakini Mwamba Mintiang alipokuwa akitazama ile baiskeli akashangaa sana, kwani alikumbuka matukio ya zamani, kipindi ambacho baba yake alikuwa akimfundisha michezo ya boxing. Akakumbuka kuwa baba yake aliwahi kupigana na mtu katika uwanja, akamuua yule mtu kwa bahati mbaya, kitu ambacho kikamsababisha baba yake na Mintiang kujikuta kila wakati anajihisi ni mkosaji na kujilaumu sana katika mchezo huo wa boxing. Akaanza kunywa pombe na kulewa sana, kila akikumbuka kuwa kuna mtu alikufa kutoka katika mikono yake. Hivi vitendo vya kulewa mara kwa mara vikasababisha mama yake na Mintiang kuweza kumtoroka mzee huyu na kwenda kuyatafuta maisha. Kumbe si kwamba mama yake na Mintiang aliondoka kipindi ambacho baba yao amefariki, bali aliondoka kipindi ambacho baba yao ni mlevi sana. Akaona ni vyema amwachie nyumba, kwani alikuwa hawezi kuvumilia tabia hii ya ulevi. Baada ya muda mrefu kupita, mzee wake na Mintiang aliweza kupoteza maisha, na kutokea hapo Mintiang aliapa kuwa hatowahi kushiriki katika mchezo wa ngumi. Huku upande wa pili tunaonyeshwa bibie Fang Yu alikuwa anawaza ni kwa namna gani anaweza kumshawishi Mwamba Mintiang kuingia katika mchezo wa ngumi, ikiwezekana haje kupambana naye. Wazo kubwa ambalo Fang Yu alikuwa amelipata ili aweze kuwa jirani sana na Mintiang na kumshawishi kuingia katika mchezo wa ngumi, ni vyema kajenga urafiki wa karibu na wale wadogo zake. Sasa atajengaje urafiki ikiwa yeye mchezo wa karata hujui vizuri? Akaamua kwenda kwa mdogo wake ambaye ni mmiliki wa kampuni, na hapa akamwambia kuwa amfundishe huu mchezo wa karata. Basi mdogo mtu akaanza kumfundisha dada mtu
namna ya kucheza mchezo huu wa karata. Japokuwa hawana ujirani hivyo kiurafiki, lakini sasa kabidi hana namna yoyote ile ajifunze mchezo huu wa karata kwa nguvu zote. Lengo ni kwamba akajenge ujirani na familia ya Mintiang ili siku inapofika ya kumshawishi kuingia katika mchezo iwe rahisi. Leo mkuu wa chuo alimuita Mintiang na Fang Yu na akamwambia ana jambo muhimu sana la kutaka kueleza. Kwa sababu Mintiang ni mwanafunzi mgeni na Fang Yu ndio mwanafunzi anayetakiwa kupigana naye, basi kuna kitu ambacho yeye amefikia uamuzi sahihi. Uamuzi huo ni upi? Tukutane katika episode inayofuatia, episode ya 4, ambayo itakuwa na majibu kamili kabisa juu ya hichi ambacho kinaendelea. Lakini wewe ambao unatamani kuipata tamthilia hii hata kabla haijaachiliwa hapa katika YouTube, kuipata ikiwa iko full kuanzia hapa mpaka finali, basi unaipata kwa gharama ya shilingi 2000 tu. Nalipia kupitia nambari ya M-Pesa 0745 ili kuepuka mambo mengi. Basi unakuja baada ya kufanya malipo unasema tu nimelipa, nahitaji movie ya wanafunzi wa kike, basi mimi nakutumia haraka sana. Nambari ya WhatsApp ni 0622113984, tofauti kabisa na nambari ya malipo ni namba 2 tofauti. Namba ya malipo na namba ya WhatsApp ziko tofauti, so zingatia hiyo, fanya maamuzi.